بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tulisimama katika darasa ya juzi aya 28 ya surati Rum, aya 28. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. aya hii tumesema baada ya kutaja juu aya kabla 27, walillahi almathalul a'la, walahu almathalul a'la fis samawati wal ardh, mfano wa kupigiwa wa hali ya juu kabisa usiweza kufahamika na binadamu isipokuwa achukue hivyo basi. Almathalul a'la lillah, mbinguni na ardhini. Alafu akasema dharaba lakum mathalan min anfusikum, Mwenyezi Mungu amepiga mfano kutokana na nafsi zenu. Akasema hivi, hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Akasema, je, katika hao iliyomiliki mikono yenu ya kulia, katika hao watumwa wenu mnao washirika, hal lakum mimma malakat aymanukum, watumwa wenu au wamiliki mikono yenu ya kulia na miliki, min shuraka, je, mnao washirika katika hao watumwa wenu halafu wanashirikiana nyinyi katika mali zenu, katika ulwa wenu, katika nguvu zenu? La, iko wewe mtumwa wako unamiliki, vipi utakuwa naye anamiliki mali sana wewe na utaridhika? Wewe ulikuwa bwana, utaridhika watumwa wako sawa na wewe na washirika na wewe katika kila kitu chako, katika vitu ambavyo mimma razaqnakum, tulivyokuruzukuni. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuruzuku wao. Fa antum fihi sawa, mkawa nyote sawa sawa. Da wallahi, takhafunahum, naogopa, ka khifatikum anfusakum, kama mnavyogopana wenyewe kwa wenyewe. Nyinyi mlikuwa huru na huru, kwa huru mnagopana. Kwa mtumwa manaweza huyu shirika wangu akanifanyia uadui khasama, kwa nini kanitesa kabla alipofanya mtumwa, sasa hivi nitalipiza kisasi. Kwa hivyo haiwezekani kwamba mtu aridhike kwamba awe sawa na mtumwa wake. Taibu Mwenyezi Mungu kwa nyinyi nyote mlioumbwa na yeye ni watumwa kwake. Vipi mnafanya kitu katika alivyoviumba Mwenyezi Mungu kwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu, mkamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa vitu vilivyoumbwa, vitu ambavyo duni, chini ya maumbile ya binadamu, halafu mkafanya miungu, iko masanamu, iko chochote kingine. Kwa hivyo jambo hili mfano mzuri anapiga Mwenyezi Mungu kwa wale washirikina. Kwa hivyo kadhalika nufassilu alayat, hivyo ndivyo tunavyochambua ayati, nubayinuha, tunabainisha kwa mfumo mbalimbali na uslub mbalimbali, na kutoa hoja na kupiga mifano yote kwa ajili ya wapate kufahamu wa washirikina na kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kadhalika nufassilu alayat, basi liqaumin yaqilun, kwa kaumu ambao wenye kutumia akili zao walizopewa. Kwa sababu hizi akili kama utazitumia vilivyo, basi utakuja kwenye haki ukitaka usitaki, kwa dalili ambayo aya tunasoma baadaye. Kwa dalili ya aya kisha aya pili tunasoma kwamba tumia akili zako utakwenda kwenye haki. Kama hutumia akili utapotea, kwa sababu pumbao zao walizokuwa kizitumia na matamanio yao na mapendeo yao wanayopenda yamewaziba akili zao, zikawa zisifanye kazi kwa akili sawa kama zilivyo, na hivi ndivyo ikawa wamepotea, wakawa haitaki haki. na mashetani ndio kwanza
wanahimiza katika mambo haya. Kwa hivyo tunakuja katika aya 29, Mwenyezi Mungu anasema bal ittaba alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilm faman yahdi man adalla Allah wama lahum min nasirin. Mwenyezi Mungu anatupa sababu hasa ya waliopotea wakafuata ushirikina, ya kwamba wao hawajatumia akili zao. Wenye kufahamu wakajua la ilaha illa Allah, hawa wametumia akili zao. Lakini wale ambao wasiotumia akili zao ikabidi hadi kumshirikisha Mwenyezi Mungu, bali hawa ittaba alladhina zalamu, hawa waliodhulumu, walizodhulumu nafsi zao na kuwadhulumu wengine kwa kuwapoteza, hawa wamedhulumu nafsi zao kwa kuzipeleka kwenye moto, tukaitwa dhalamu. Na zile nafsi zilizodhulumika kutokana na dhulma ya wengineo, kwanza wamewapoteza wengine na wakajipoteza wenyewe, wamedhulumu nafsi zao kwa kusia katika adhabu يوم القيامه. Dhalamu, hawa alladhina dhalamu, waliodhulumu na wamemdhulumu Allah, lakini Allah hawezi kumdhulumu kumsingizia uongo kwa na shirika, sio? Ingelikuwa kiumbe kama sisi ungesema hawa wamemdhulumu Allah kama haki na yeye kalipiza kisasa. Mwenyezi Mungu hawezi kudhulumika abada. Utasikia wakati aqwali zinatumika, nasullah fanasiyahum, wao wamemsahau Allah na Allah amewasahau. Allah asahau, lakini kawaachia upotee kama Mwenyezi Mungu kapusa bwana. Wakati mwingine utakuta kauli inakupa mbona maana hii la, lakini ukitazama hakika wa mambo sio kusudio hilo. Innahum yakiduna kaida, wao wanafanya kaidi zao na mbinu zao, wa akidu kaida, na mimi ninafanya mbinu zangu. Sio maana yake wana akidu kaida, maana yake na mimi nafanya mbinu zangu. Mwenyezi Mungu ana mbinu za kufanya lakini anazipindua mbinu zao. Na kauli kama hizi utaziona sana. Wamedhulumu ile haki ilivyo, kwamba Allah anataka abudiwe peke yake, lakini wao wamefanya nini? Wamemsingizia kwamba anashirika. Na yote haya kwa malengo yao, kwa malengo yao, kwa bali taba alladhina dhalamu wala dhulumu taba ahwaahum. Wamefuata nini? Wamefuata mapendo ya nafsi zao, pumbao zao, matamanio yao wamefuata, ikawa sababu wakifuata haki watajibana, hawatakuwa na uhuru wa kutosha, uhuru wa starehe na kuendekeza nafsi kinachotaka. Nafsi inataka mambo mengi, na ukiendekeza itakupoteza. Na akili umepewa kwa ajili ya kuizuia nafsi na kuidhibiti. Rudi hapa, nenda huko. Vita vinaendelea mpaka roho inatoka baina nafsi na akili na imani. Kwa hivyo hapa ukiendekeza nafsi inakudhihirishia yale mazuri ya wale dhulma utakazozifanya, ikiwa zina, ikiwa riba, ikiwa kulewa, ikiwa kila unachokifanya nafsi inakudanganya. Lakini ukitazama ukweli wa mambo, swala dogo tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kijana mmoja, akaambia mimi nataka kuzini, na kamjibu uzuri kabisa kwa taratibu, nataka kuzini. Sahihi, nitakupa mimi ruhusa uzini, lakini sasa nikuulize maswala kwanza. Je, utaridhika haya kwa mamako? Kwa mamangu? Utaridhika haya kwa dadako? La. Kwa mkeo? La. Sahihi, hivi utaridhika kwa wanawake wengine? Kwa hivyo ukitizama kwamba ikiwa mwenyewe huridhiki, mtu ajazini mtu wako nyumbani, utakubali. Haki ni nyepesi kabisa kufahamu, na kama utaifuata unahisi kama kwamba umefungwa na uhuru wako, lakini uhuru ule una khairi nyingi ndani yake. Na ndio sababu Mwenyezi Mungu amefungua njia. Anakuambia usizini, kaambia ndakao wewe mathna thulatha ruba, hasio paka wanne. Haya, umezuiliwa haki ya starehe ya kiwilili? La, hujazuiliwa, lakini nini? Pita kwa njia zake, usipindukie mipaka. Sasa wale wanaopindukia mipaka, wasiopita katika njia zake, hao alladhina dhalamu ittaba alladhina dhalamu ahwaahum, wamefuata wale waliodhulumu, wamefuata matamanio yao, mapenzi yao, bighairi ilm. Hii kauli muhimu sana, bighairi ilm, bila kutumia ilmu zao. Lao wangelitumia ilmu akapima kwa akili, basi wangelipima kwa akili, basi wasingelipotea. Na anayetaka kupotea baada ya kupewa haki anajipoteza mwenyewe, na Mwenyezi Mungu anamwacha apotee, na hakuna yote anaweza kumuongoza. Na dalili Mwenyezi Mungu kasema, faman yahdi man adalla Allah, ni nani
anayeweza kumuongoa yule ambaye Mwenyezi Mungu amempoteza? La wallahi, Mwenyezi Mungu amemwacha apotee. Man adalla Allah, amemwacha apotee. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kusema amekupoteza, kakuletea hidayah, kakuletea Qur'ani, kakuletea mtume, kakuletea watu kukukumbusha kila mara, au sivyo? Na Mwenyezi Mungu kwa uadilifu wake na rehema zake asema yeye hatoadhibu watu ila walete mjumbe. Wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim, na uko pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. La wallahi sa'adhi. Wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa nastaghfir, wanaomba msamaha abadan. Na Mwenyezi Mungu hawaadhibishi mpaka walete haki, halafu kisha waongoze, halafu baadaye wakatae, wasitumie akili zao wakaendekeza pumbao zao, halafu utizame Mwenyezi Mungu anamwacha. Kama man ata wattaqa wasaddaqa bilhusna, anataka kufanya mema na kufuata Uislamu na kila kitu, fasanuyassiruhu lilyusra, tutamfanyia mepesi kila lilokuwa gumu anahisi mwingine, lakini kwetu ni jepesi. Hebu niambie, kuna mtu anataka kusoma Qur'ani kila siku? Chukua kitabu chochote kile kingine, chochote kizuri kiwe vizuri vipi, imetumwa na binadamu, unaweza kusoma mwaka mzima kila siku ukimaliza waanze tena, ukimaliza waanze tena. Miaka miwili unaweza kusoma, miaka 10, miaka 40 umri wako, miaka 50 toka kwani Qur'an nasoma kila mara. Unaweza kuchukua peji unayopenda kabisa ukawa unasoma kila siku mara 17, unaweza alhamdulillah soma mara 17 ndio kwanza una raha. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu katupa hidayah na kaifanya haya mambo yawe mepesi. Ndio kwa maana yule mmoja katika anagombania Ukristo wake na anagombania Uislamu wake, akaambia tushindane baina dini gani iliyokuwa haki. Hebu niambie, unayemjua yoyote wewe ambaye alikuwa Mkristo akaingia katika Uislamu? Akaambia Allah, najua wengi katika kila nchi, maelfu kwa maelfu ya vigogo mascholars tena. Taibu, unamjua nani katika Muislamu aliyeacha Uislamu kaingia kwenye Ukristo? Kuna kichwa kama simjui mtu. Taibu, kila siku unapopita misikitini watu wanaposali, mara ngapi wanasali? Mara 5. Idadi inapungua inazidi. Taibu, kila wiki, sio siku mara 5, kila wiki mara moja, nusu saa au saa, Wakristo wanakwenda kanisani. Baada ya miaka kadha, tuseme miaka 10 nyuma na leo, watu wanazidi wanapungua. Sasa hii si peke yake si dalili ya kuonesha kwamba unaona anapata tabu. Wenyewe wanavyoambizana Wakristo, wallahi aibu kwetu kwamba tunayo saa katika wiki nzima na tunapungua idadi yetu, na Waislamu mara 5 katika siku wanajazana misikitini, wanaambizana wenyewe kwa wenyewe. Na ni kweli, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi na kuona raha katika nafsi yako. Faman ata wattaqa, mwenye kutoa akamcha Mwenyezi Mungu akasadikisha ya khair ya Uislamu, fasanuyassiruhu lilyusra, tunamfanyia wepesi, haoni tabu kabisa. Leo chukua Mkristo mwambie leo, bwana mimi nataka tufunge. Tufunge. Ndio. Siku moja haiwezi. Siku moja haifungi. Na wewe Muislamu unaona raha lini Ramadhani itakuja? Na ikisha anasema reti ngedele, au sivyo? Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi. Imani ya mtu anayesali usiku akainuka, anaona raha lini itafika sana ile usiku aanze kuinuka, aanze kumsujudia Mwenyezi Mungu. Na yule ambaye hayupo kabisa anangoja lini ifike saa 7 za usiku aingie chumbani alale. Ndio anaanza kulala, starehe dunia yake, saa 5 6 anatembea barabarani, anafanya anataka kufanya, alafu anakuja atakula. Na wewe unangoja lini ifike usiku uinuke ukunje godoro lako aanze kusali. Tofauti. Wama man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna, afa bakhili akajiona yeye kajitosheleza, hataki msaada, hataki Mungu, hataki chochote, fasanu yasir, pia tutamsahilishia njia yenye pesa, lakini lilusra, katika njia kumpeleka motoni waliaadha billah. Kwa hivyo hapa aya unaposoma hivi faman yahdi man adalla Allah, nani anaweza kumuongoa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia kwa amepotea? Tena basi jua yote haya, malahum min nasirin, wala hatakuwa wa nusuru siku ya siku, hatupata watu wa kuwanusuru siku ya siku. Kwa hivyo tunakwenda katika aya ya 30. Mwenyezi Mungu baada ya kueleza hawa waliopotea ambao Mwenyezi Mungu amewaacha wapotee kwa sababu wamepewa haki wakataa kufuata,
Kwa hivyo nendeni na njia zenu, lakum dinukum waliya din. Nendeni na njia zenu. Kwa hivyo ya Muhammad, nisikilize maneno haya, sikiliza nasaha zangu. Katika aya 30 ya surati Rum, Mwenyezi Mungu anasema فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.